Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana kwenye podcast yako pendwa, ikiwa ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, msimu ambao tunaangazia watumishi wa Qur'an, watu ambao wanaitumikia na kuihudumia Qur'an. Mimi naitwa Rajab Msami, niendelee kukusihi uwe ni mwenye kufuatilia podcast hii ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kila siku muda na wakati kama huu, na unaweza kufuatilia podcast hii kwa kupitia platforms za podcast ambapo Google Podcasts, Apple Podcast, kote huko utatupata kama AD Plus Swahili, lakini unaweza kufuatilia podcast hii kwa njia ya kuitazama kupitia kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inakwenda kwa jina la AD Plus Swahili, au kupitia katika kituo chako bora cha televisheni Africa TV2 kila siku muda na wakati kama huu. Nikukaribisha sana na nikusihi utufuatilie, kwa sababu leo pia tunaye mhudumu mwingine au mtumishi mwingine wa kitabu cha Allah, na tuna mengi ya kuzungumza naye. Tutaweza kusikia na kuifahamu safari yake nzima na Qur'an, lakini mengi mengineyo. Nikukaribishe ustadh uweze kuwasalimu wanaotutazama na kutusikiliza, lakini pia utumie fursa hiyo kuweza kujitambulisha majina yako na utueleze unaitumikia Qur'an katika upande gani. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwa majina naitwa Suleiman Alawi Ahmad. Mimi naitumikia Qur'ani katika kituo cha Ibn Jazar, na ni mwalimu wa Qur'ani pale upande wa sekondari, lakini pia ni mwalimu wa masomo ya secular. Mashaallah. Kwa hiyo unafundisha secular na unafundisha Qur'an. Kwenye upande wa secular unafundisha upande wa secular nafundisha language subjects, history pamoja na general studies. Hiyo kwa primary level. Yeah, kwa primary. Okay, mashaallah. Tutakuwa na mazungumzo mazuri sana kwenye podcast yetu kwa siku ya leo, kwa sababu kwa bahati nzuri tumepata mtu ambaye anaihudumia Qur'an lakini pia ni mwalimu wa secular. Kwa hiyo nadhani tuna mengi sana ya kushare naye au kusikiliza atakaposhare na sisi kwenye safari yake. Changamoto zipi alikutana nazo, ni mara chache kuta watu wanafanikiwa katika pande zote mbili kama ambavyo yeye ametueleza. Kwa hiyo mengi tutaweza kuyafahamu. Nikusihi tu wewe unatufuatilia uendelee kuwa nasi. Jina umetuambia unaitwa Alawi? Naitwa Suleiman Alawi Ahmad. Suleiman Alawi Ahmad. Ustadh Suleiman, taratibu zetu sisi katika meza yetu hii ya Ncha Kali Podcast, hususan katika msimu huu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa vile tunaizungumza Qur'an na wewe ni miongoni mwa wanaoitumikia Qur'an, basi tutakupa fursa tuweze kufungua mazungumzo yetu haya kwa tilawatul Qur'an. Kwa hiyo tusomee japo dakika 2-3, halafu tutaanza mazungumzo yetu na mengi tutayazungumza. Karibu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul Azim. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, tupo katika msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na katika msimu huu basi tutakuwa tukifanya mazungumzo, lengo likiwa ni kuwaangazia wale ambao wanaitumikia na kuihudumia Qur'an. Na leo tuko naye miongoni mwao, huyu ni Ustadh Alawi ambaye yeye yuko pale Ibn Jazar anafundisha Qur'an, na kwa bahati nzuri pia anafundisha upande wa secular. Ametueleza anafundisha masomo ya English pamoja na nini? Language subject na general studies. Okay, na history. Mashallah. Tuna mengi ya kuzungumza, lakini tuanze na safari yako na Qur'an. Kwa umri wako unaonekana bado kijana, lakini kwa bahati nzuri umeweza kupata mafanikio katika upande zote, secular na kwenye upande wa Qur'an. Upande wa Qur'an unafundisha na kwenye upande wa secular unafundisha. Tuanzie upande wa Qur'an. Historia yako kwa ufupi, safari yako na Qur'an ilikuwaje? Ama kwa hakika safari yangu ya Qur'an ilianzia Buguruni, mtaa wa Argentina, hapa jijini Dar es Salaam, nikiwa miongoni mwa vijana ambao wamekulia ama wamehifadhi Qur'ani katika hizi madarisi za mitaani. Ndipo ambapo nilianza kuhifadhi Qur'ani, na wakati niko katika hatua za awali kabisa za kuhifadhi Qur'ani, ndipo ambapo tulipata ugeni wa shekhe wetu, Sheikh Uthman Ali Kaporo, katika hizi ratiba zake ama barnamiji zake za kutembelea madaris mbalimbali za kuhifadhisha Qur'ani. Ndipo ambapo aliweza kukutana na mimi, na moja kwa moja ile safari ya kuanzisha ama kurasmisha vituo vya tahfidhi ya Qur'ani, basi miongoni mwa vijana ambao walianzisha safari hiyo mwanzoni kabisa na mimi nilikuwamo. Na kilichotokea ni kwamba hakunichukua mimi katika madrasa ile, kwa sababu tu labda nilikuwa na hifadhi Qur'an. Ilikuwa ni madrasa gani? Madrasa Nur lil Muttaqin, na ambayo ilikuwa inasimamiwa chini ya marhum Ustadh Abdullah Nasir. Na kikubwa ambacho kilimvutia Sheikh Kaporo kuweza kunichukua ni kwamba
alivutiwa zaidi na matokeo yangu ya upande wa shuleni na upande wa secular. Wakati huo ulikuwa unasoma wapi? Nilikuwa nasoma shule ya msingi Buguruni, ambayo baadaye ilibadilishwa jina ikawa inaitwa shule ya msingi Hekima. Kwa hiyo kutokana na utaratibu huo wa kuchukua vijana na kuwaweka sehemu moja kwa ajili ya kuhifadhi kitabu cha Allah, lakini pia katika sura nyingine ambalo hili pia nililifahamu baadaye, baada ya kuwa tayari nimekutana na wenzangu na baada ya muda kuja kuelewa mission ambayo ama vision ambayo alikuwa nayo Sheikh Uthmani Ali Kaporo, ndipo ambapo nilijua kwamba kwa nini nilikuwa mimi na sio mwingine. Kwa sababu kipindi kile wakati naondoka pale madrasa, wapo ambao walikuwa wamenitangulia kwenye kuhifadhi, sababu mimi ndo nilikuwa kwanza naanza. Kwa hiyo kikubwa ambacho kilikuwa kinatengenezwa pale wakati ule ni kuwa Sheikh mwenyewe alikuwa na mtazamo huo wa kutaka kuwa na jamii ambayo itakuwa na watoto ambao wanahifadhi Qur'ani, lakini sambamba na hilo watakuwa tayari wana fani fulani au wana muendelezo fulani katika elimu ya sekula. Kwa hiyo hilo baadaye nilikuja kuliona baada hata kuona aina ya watu ambao nilikutana nao kwenye kituo chake cha mwanzoni kabisa pale Mwananyamala, Darul Quran, ambacho kilikuwa kiko jirani na Madrasat Falah. Aina ya watu ambao nilikutana nao hata katika kuzungumza nao na historia zao ni walikuwa watu ambao wanafanana, kaliba yao wanafanana na mimi, ni kwamba watu ambao walikuwa wanaingia kwenye tahfidhi al-Qur'ani, lakini sambamba na hilo walikuwa wanafanya vizuri sana mashuleni kwao, na ilikuwa ni watu ambao wanakusanywa kutoka sehemu tofauti Tanzania. Sheikh aliwezaje kujua maendeleo yako kwenye upande wa secular? Maendeleo kwa kuangalia matokeo ya darasani nadhani, na hilo pia, lakini zaidi kuona kwamba hata katika upande wa Qur'ani kulikuwa na kitu cha ziada kuliko wenzangu. Kwa hiyo hilo pamoja na hilo la kufanya vizuri katika upande wa secular ndilo ambalo lilimsukuma yeye kuweza kunichukua katika ile madrasa. Na nakumbuka kipindi hicho ilikuwa siku kama ya Jumamosi ama Jumapili, ilikuwa muda ambao sio wa chuoni, lakini nilishangaa kumuona tu akiwa mitaa ya nyumbani na kuja kuzungumza na mimi moja kwa moja. Mimi akajitambulisha kuwa mimi ni fulani, Sheikh fulani, na nataka nikuchukue ukahifadhi Qur'an, lakini na shule katika mazingira kama hayo, kwa sababu unajua tena kwa kipindi kile lilikuwa ni swala geni kwa hapa Tanzania, lakini pia kutokana na yale mazingira kwamba ni mtoto, lakini kuna mazingira ambayo kayazoea. Sasa kuja kumuondoa katika mazingira haya, labda kwa kutumia watu tu kama washirika, basi na yeye moja kwa moja kuja kuzungumza na mimi, pengine kungeleta mkanganyiko fulani. Kwa hiyo alilifanya hilo, na walillahi alhamdu nikaweza kuondoka hapo chuoni na kuweza kuungana na wenzangu ambao walikuwa wametangulia kama wawili watatu katika hicho kituo ambacho nilikitaja cha Darul Qur'ani hapo Mwananyamala. Kwa hiyo katika kuhifadhi upande wa chuoni nilihifadhi kama kawaida. Yani kwa kipindi kile kulikuwa hakuna mambo ya mtaala wa Qur'ani. Siku hizi kidogo kuna maendeleo, angalau kuna kuwa na sehemu nyingi ambapo unahifadhisha Qur'ani kuna kuwa na mitaala. Mengine ni rasmi na mengine inakuwa sio rasmi, ambapo huwa labda kuna, yani unasema kuna kipindi ambacho mwalimu atakuwa amekiweka labda kwa mtoto kuanza kusoma hizi hatua za mwanzoni, labda hizi kusoma alifu, kutajisha na kufanyaje. Lakini kwa kipindi kile sisi tulikuwa tunasoma tu mpaka pale ambapo ustadhi atajisikia na kujiridhisha hata miezi 6, miezi mingapi. Kwa hiyo nilihifadhi katika namna hiyo, na nilianza kuhifadhi juzuu ya pili nikaondoka. Lakini kitu ambacho naweza nikasema kwamba hata mimi baadaye nilikuja kugundua kwamba ni kitu ambacho kilikuwa sio cha kawaida. Kulikuwa na utaratibu wa kuhifadhi kwenye makundi, yani kunakuwa na kundi hili ambalo wanakuwa labda wako sura fulani, wengine wako sura hii. Mimi nilikuwa ni kujuzu amma suratul A'la, sabihisma. Lakini huwezi amini kwamba
kuanzia sura inayofuata Suratu Tariq mpaka Suratu Naba ambayo ndio inakuwa inakamilisha juzu amma, mimi sikufundishwa. Yani nilihifadhi kwa kusikia watu wenzangu wakiwa wanasoma pembeni. Kwa nakumbuka kuna siku kulikuwa na mchujo, yani wale watu ambao wanamaliza juzuni kuingia kwenye msahafu. Kwa hiyo walikuwa wanafanyiwa mchujo pembeni huku. Kwa hiyo na mimi nikaenda nikamwambia ustadhi kwamba ustadhi, na mimi naomba nifanye mchujo na hawa. Kwa hiyo kwenye ule mchujo nilifanya na nilipita. Kwa hiyo nikaingia juzu amma, na nadhani miongoni mwa vitu ambavyo labda vilipelekea hata kuonekana ile nafasi ya kupelekwa kwenye kituo labda vitu hivyo kwamba anahifadhi lakini ana kitu cha ziada. Kwa hiyo baada ya kufika kule Mwananyamala tukaanza hizo barnamiji za kuhifadhi, lakini tulikuwa tunahifadhi kama tunahifadhi, lakini huku ratiba za kwenda shuleni zinaendelea kama kawaida. Kwa shule ulibaki kule kule? Shule nilihamishwa. Nikaja kusoma kuhamishwa shule ya Answar Islamic iko pale Kinondoni nyuma ya studio. Kwa hiyo mimi pamoja na wenzangu tulikuwa tuko shule ya msingi. Kwa hiyo tukahamishiwa shule ile na tukaanza kusoma shule huku, tukirudi tunarudi kituoni kwa ajili ya kuhifadhi. Kwa hiyo tulifanya hivyo na ilichukua kama miaka 2 kuweza kukamilisha msahafu mzima. Mashaallah, kwa hiyo ilichukua miaka 2 kukamilisha msahafu mzima. Baada pale sekondari ikawaje kwa haraka ili tuende kwenye upande wa secular pia umekaa vipi? Sasa wakati niko darasa la 7 nakumbuka kipindi hicho kulikuwa na kidogo nasema changamoto ya shule za sekondari ama za upili. Kwa hiyo nakumbuka katika shule yetu kwa kipindi kile baada ya matokeo ya darasa la 7 kutoka, ni mimi peke yangu tu ambaye katika first selection nilikuwa nimechaguliwa kujiunga na sekondari. Nakumbuka nilichaguliwa sekondari ya Changombe Demonstration Secondary School pale Changombe karibu na chuo kile cha Duse. Kwa ndo nikaingia pale kwa ajili ya masomo ya sekondari, na nilianzia pale form 1 mpaka form 4. Form 4 nilipomaliza pia nikachaguliwa kwenda Tambaza, na nilipotoka Tambaza form 6 nikachaguliwa kwenda kujiunga na chuo cha University of Dodoma. Lakini sambamba na hayo ya shule lakini pia tahfidhi nilikuwa naendelea, kwa maana kuendelea kwa namna ile nasema ya kiushindani zaidi, kwa maana nilikuwa na shiriki mashindano mbalimbali ya ndani na nje ya nchi, na nilikuwa alhamdulillah nilikuwa nikifanya vizuri pia kwenye upande wa Qur'ani. Kwa hiyo mashindano gani makubwa ulishiriki? Mashindano makubwa ambayo nilishiriki, nakumbuka wakati niko primary kuna mashindano fulani yanaitwa Abdulaziz Abdul Maliki Ad-Dawliya, mashindano ambayo yalikuwa yanaandaliwa na mfalme wa Saudi Arabia. Nilishiriki wakati niko darasa la, sikumbuki level ya elimu, lakini nilishiriki kipindi ambacho niko shule. Na nakumbuka pia iliniletea shida kwa sababu kuna kipindi wakati niko kwenye mashindano kule nilikosa baadhi ya mitihani. Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa nimetafuta taratibu za kuaga, nikaja kufanya ile mitihani. Na mashindano hayo ni makubwa, kwa maana kwa upande wangu pia yaliweza kuniweka katika nafasi nzuri, kwa sababu nilishiriki na nilifanikiwa kuingia kwenye washindi 5, kwa sababu walikuwa wanatakiwa washindi 5. Na kwa kweli ushiriki wangu uliweza kuleta picha fulani kwamba hata sisi ambao tunasema tunatoka katika huku dunia ya tatu, Afrika au hasa huku Tanzania, kwa kipindi hicho ambacho maendeleo ya Qur'ani hayakuwa makubwa, kwamba tunaweza tukashiriki kwenye mashindano kama hayo ya kimataifa na kufanya kitu. Sababu nakumbuka wakati nasoma, baada tu ya kusoma, kwa sababu pia nilikuwa na msingi wa Kiarabu, yule jaji aliniuliza, anta min Masri au min Tanzania, akimaanisha kwamba unatokea Misri au Tanzania. Nikamwambia kuwa mimi natokea Tanzania. Kwa hiyo akaniombea dua, na nikaona kwamba ni dalili kwamba mpaka inatoka comment hii, basi
niombe tu Mungu, na alhamdulillah nilifanikiwa kushinda mashindano hayo. Lakini pia nilishiriki mashindano ya Dubai, mashindano ama tuzo, wanasema tuzo ya kimataifa ya Dubai, pia niliweza kushiriki juzu 30, na mashindano mengine ya Saudia pia nilikuja kushiriki miaka mingine. Kwa hiyo kwa nje mashindano makubwa ni hayo, lakini kwa Tanzania hapa nimeshiriki mashindano ya Zanzibar ya kimataifa, na mashindano ambayo yanaandaliwa na Jumuiya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania. Hapa nimeshiriki katika ngazi zote, juzu 3, 5, 10, 15 mpaka nikamaliza 30. Historia yako ni ya muda mfupi, lakini ni historia ndefu kama ambavyo umetueleza. Mimi kikubwa hasa ambacho ningetaka kusikia kutoka kwako, ilikuwaje kwako na uliwezaje kuweza kuenda na haya mambo mawili na ukaweza kufanikiwa yote kuwa unayafanya vizuri, kwa maana ya sekula na Qur'an? Kuna siri gani hapa? Kwa sababu tunaona wapo watu ambao wanafanikiwa, wapo tunafahamu, wapo wengi, lakini sio wengi kama ambao upande mwingine. Yani kwamba mara nyingi unakuta wengi katika vijana ambao wanasoma kwenda na hivi vyote viwili kwa pamoja na mpaka kufikia katika hatua wakafanikiwa kwenye vyote kwa pamoja, unakuta ni ngumu. Tunafahamu wapo, lakini unakuta sio kundi kubwa. Katika wengi unakuta kimoja kinabaki, kingine kinaondoka. Kwako ilikuwaje na uliwezaje kufanikiwa? Kwanza niseme kuwa kila kitu huwa kinaandaliwa, yani maandalizi. Kwa nadhani kikubwa hapa kwanza nimshukuru Allah kwa kumwezesha Sheikh Kaporo kuwa na maono hayo, kwa sababu mpaka anafikiria kuja na wazo hilo la kwamba mimi ni jaribu kutafuta vijana ambao wanafanya vizuri sekula lakini na wanahifadhi Qur'ani, wana vipawa vya kuhifadhi Qur'ani, ni waweke sehemu moja kwa ajili ya kufanya mambo yote mawili. Nadhani kama ilikuwa ni research anaifanya kwa kipindi kile, ndio imekuja kulipa kwa sasa hivi, ambapo tunaona kuna makundi makubwa ya vituo ambavyo vinaweza kufanya kwa namna hii, japokuwa vyenyewe hatuwezi kusema vimefanikiwa sana kama vile ambavyo kimefanikiwa kituo hiki cha Ibn Jazari, kwa sababu kwa takwimu vijana ambao wametoka katika silsila hii ama katika system hii ni watu zaidi ya 2000. Kwa hiyo ni tunasema tu ni hesabu ya karibu. Kwa hiyo niseme tu kwamba hili limewezekana kutokana na yeye namna alivyokuwa na yale maono na kuangalia namna gani anaweza akayasimamia na kujaribu kutengeneza mazingira rafiki na wezeshi kwa ajili ya kuweza kuwezesha haya yote, kwamba mtoto ahifadhi Qur'ani lakini pia na huku sekula awe na muendelezo mzuri. Kwa hiyo nasema hili limefanikiwa kutokana na hilo la maono ya Sheikh Kaporo, na pia na namna gani kuweza kulisimamia hili jambo kwa dhati na kwa ikhlas. Lakini mbali na hilo pia naweza nikapongeza juhudi zangu pamoja na za wenzangu ambao walikuwa wananizunguka, kwa sababu tayari tulikuwa kama ni jamii, yani kikundi cha watu ama watoto ambao mnahifadhi Qur'ani na mnasoma elimu ya sekula, tena katika namna hiyo ya kutaka kila mmoja afanye vizuri na kuweza kukamilisha ndoto zake. Kwa hiyo unakuta tayari wale watu ambao wanakuzunguka ni watu ambao tayari mna vision moja. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta tayari ile inakutengenezea hata wewe urahisi kwenye njia yako kuelekea kule ambako unaweza ukawa umekuwa una target ufikie. Kwa hiyo nadhani kwa hilo pia ndo liliwezesha nikafanya hiyo shahada yangu ya kwanza ya sayansi ya siasa pamoja na utawala, ambao nilifanya hapo Dodoma, na sasa hivi nafanya postgraduate diploma na malizia ya education hapo Open University. Kwa hiyo mimi ni kielelezo cha wengi ambao nasema ni mazao ama ni matokeo ya hiyo program ya Sheikh Kaporo kuweza kublend hivi vitu viwili na sekula pamoja na hii tahfidhi, na ambao ndio ikawa ni msingi wa kuanzisha hata hiki kituo cha Ibn Jazari primary pamoja na secondary school, kuona kuwa kuna mazingira ambayo yanaweza yakamwezesha mtoto kuweza kuhifadhi Qur'ani pamoja na kuwa na njia ya kuelekea karia yake.
Sawa sawa. Kwenye hili sasa, kwenye hili ya vyote viwili, Qur'an na upande wa secular, muda wetu tumekimbia. Ni changamoto gani kubwa ambayo wewe ulipata kwa kuona kabisa hii changamoto inatokana na swala zima la kuvichanganya vyote viwili? Mimi binafsi sijaona changamoto kubwa. Changamoto ni za kawaida kwa sababu unajua kama walivyotangulia kusema watu ambao tumewakuta kwenye hili jambo ni kwamba tayari na ni Mwenyezi Mungu mwenyewe alishasema kuwa hii Qur'ani ameifanya kuwa nyepesi katika kuikumbuka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo siwezi nikasema ni changamoto kwa sababu tayari kuna hiyo assurance ambayo tayari imeshawekwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo zinazobakia ni changamoto tu za kawaida zenye kuhimilika. Unaweza kukuta labda muda mwingine unakutana na yani unahitaji muda zaidi wa kuconcentrate kwenye Qur'ani, lakini unakuta labda una ratiba ya shule labda kama mitihani, ambapo sasa unakuta tena ule muda wako unaweza ukawa unaugawa katika mazingira hayo, ambapo sehemu kubwa utatumia kwenye labda secular badala ya kutumia kwenye Qur'ani. Kwa mfano wakati naenda Dubai nilikuwa niko form 3. Kwa unakuta labda tunajiandaa na mitihani ya Tahosa na inakuja hiyo nafasi, na ukute kwa kipindi kile kulikuwa hakuna teknolojia kubwa. Unaweza kukuta unaambiwa mashindano wiki 2 kabla, tofauti na sasa hivi, yani kwamba ile process ya mtu kupata ule mwaliko invitation ya mashindano anaipata karibu, anaweza kufanya miezi 2 kabla au hata mwezi kabla. Kwa unakuta tayari unapata invitation ya kwenda kushiriki kwenye mashindano wakati wewe unafanya muraja wako, unafanya tahfidhi yako katika namna ile kwamba anafanya tu unasema ile kwa daily routine, yani kwamba kama natakiwa ada yangu, yani kwamba najua nikirudi shule natakiwa nisome karatasi 5 ama nisome juzuu 1, tofauti na ile kwamba nikijua kwamba na mashindano mbele. Kwa hiyo inabidi hata niwe natenga muda wa kusoma labda usiku. So unakuta kama vikikutana vitu kama hivyo, lazima kuna sehemu utakuwa unapata changamoto ya muda. Sawa. Ustadh Alawi, tuna mengi sana ya kuzungumza na tungetamani kuendelea kuisikiliza safari yako na kuangalia vigingi, milima na mabonde ambayo umeyapitia, lakini muda wetu unatutupa mkono. Tubakiwa na muda mchache sana. Labda mwisho nikupe fursa uweze kutoa nasaha. Kuna vijana wengi sana ambao wako wanasoma secular, wamekwisha ikatia tamaa Qur'an, na halikadhalika wapo wazazi wa sura hiyo ambao watoto wao wanasoma secular lakini wamekwisha ikatia tamaa Qur'an, kwa maana kuna labda ratiba muda unaweza kuwa unafinya, hususan kwa vijana ambao wako kwenye madarasa ya mitihani na vitu kama hivyo. Wewe umepita kote huko na Allah amejalia kote umeweza kufanikiwa. Na saha zako kwa haya makundi mawili ni zipi kuhusiana na swala zima la kuunganisha hivi vitu viwili, secular? Mimi nasaha zangu nikianza kwa upande wa wazazi, nitoe wito kwa wazazi kwa motivate watoto wao kuweza kuhifadhi Qur'ani katika mazingira hata hayo ya kuwa labda wamechelewa kuhifadhi Qur'ani, kwa sababu kila jambo likiwa lina nia basi njia tu ya kulifikia huwa zinajitokeza wenyewe. Kwa hiyo wito kwa wazazi ni kuwa wawasimamie vijana wao. Na mzazi una mtoto wako unataka awe daktari, awe mhasibu, na unajua kwamba ana kitu anakikosa katika dini, hasa katika upande wa kuhifadhi Qur'ani, basi upambane, umtengenezee mazingira rafiki kuweza kujua ama kujua umuhimu wa kuvifanya vyote viwili, na anaweza akaanza katika hatua ndogo, kwa sababu Qur'ani inavyohifadhiwa, yani kadri muda unavyozidi kusogea mbele, ule uzoefu, experience unaoipata huku nyuma inakutengenezea urahisi kule mbele. Kwa hiyo nadhani ni swala tu la kuanza na uthubutu. Na wapo wengi tunawafahamu, wengine hata ambao hawakuwa Waislamu lakini baada ya kuslimu wakaanza kuhifadhi, na tayari mtu anahifadhi Qur'ani ameshamaliza chuo kikuu. Hiyo mifano ipo kwa watu ambao wanatuzunguka katika jamii yetu, lakini alihifadhi taratibu mpaka akahifadhi msahafu mzima. Kwa hiyo linawezekana. Kwa wazazi niseme tu kwamba hawajachelewa, linawezekana, na pia litamjenga hata mtoto wako vizuri
sababu tunapozungumzia mafanikio ya Qur'ani, mbali na kuwa mafanikio ambayo tunayaona mtu akasema labda nitakuwa na sehemu nafundisha, nafanyaje au unapata hiki kwa ajili ya Qur'ani, lakini ni ile Qur'ani kujenge wewe kispirit, kiimani zaidi. Sasa ni kitu ambacho ndio kinakosekana kwa watu wengi sana. Kwa unakuta tuna jamii ya wataalamu wengi, wasomi wengi ambao wana majina ya Kiislamu lakini hawana zile ethics za kuonyesha kwamba ni Waislamu. Kwa hiyo kinachokosekana hapo ni kwamba wamekosa ule msingi wa kuhifadhi Qur'an. Na uzuri kwamba Qur'ani unapohifadhi hata usipoijua maana yake inakushape. Yani itakushape katika tabia, utakuwa tu ni tofauti na watoto wengine. Na sasa utakuwa tofauti na watoto wengine. Ni nasaha hizo kutoka kwa Ustadh Alawi ambaye yeye yupo Ibn Jazar, na yeye yuko pale kama mwalimu upande wa Qur'an, halikadhalika ni mwalimu upande wa secular, anafundisha Ibn Jazar primary, na ndiye ambaye tulikuwa naye leo katika Ncha Kali podcast kama mtumishi wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ametueleza mengi sana safari yake nzima kwenye upande wa Qur'an, lakini safari yake ya Qur'an na upande wa secular, mashindano aliyoshiriki, na mwisho amaliza kwa nasaha hizo ambazo tumeweza kuzisikia, akiwanasihi vijana ambao wanasoma secular lakini wamekata tamaa katika upande wa Qur'an, halikadhalika wazazi ambao wana vijana wao kwenye upande wa secular lakini wamekuwa wazito kuwakazia au kuatilia mkazo katika swala zima la kuhifadhi Qur'an. Mtazamaji, mpaka kufika hapo sisi hatuna la ziada, muda wetu umekimbia sana, tunalazimika tuhitimishe kipindi hiki. Mimi niendelee kusisitiza tu ya kuwa mfululizo wa vipindi hivi vya Ncha Kali podcast msimu huu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan vitakuwa vikikujia kila siku ndani ya mwezi huu, muda na wakati kama wa leo, na unaweza kufuatilia kupitia katika platforms za podcast ID Plus Swahili, utatupata hivyo katika platforms zote za podcast, lakini unaweza kutufuatilia kwenye channel yetu ya YouTube kama AD Plus Swahili. Mimi naitwa Rajab Msami, ilikuwa ni Ncha Kali podcast msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatuna la ziada, tunakuaga kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.